Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV, ni kukaribishe tena katika kipindi cha Chai na Maisha, tuweze kujadili maisha yaliyopo kwa hivi sasa. Tuweze kujadili kinagaubaga katika magazeti ambayo yametufikia kwa siku hii ya leo. Kumbuka po nami Tobias Kisima, lakini nipo naye Esther Mamkwe. Tupo hapa kujadili yote ambayo yametufikia kwenye magazeti kwa siku hii ya leo. Cha kufanya, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kile ambacho unakitizama hapa. Bonyeza alama ya kengele hapo, alafu mambo yatakuwa ni mazuri zaidi, na ukifanya hivyo utakuwa ni miongoni mwa wanafamilia wa Gift Online TV. Pindi tu pale taarifa zetu zinapotoka na kwa kwanza kuweza kutizama. Ipo hivyo moja kwa moja, maisha niliyokamata mkononi hapa kwa siku ya leo ni Mwananchi Tanzania pamoja na Mwanasport katika michezo na burudani. Sijajua kwako. Kwangu nimekamata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, lakini pia gazeti la Mwanahalisi. Sawa, hayo ndio ambayo yametufikia studio kwa siku hii ya leo. Lakini kuna kitu ambacho tutaweza kukijadili kwa siku hii ya leo. Ni kitu gani? Ni kuhusiana na swala zima la kubadilisha shuka. Faida zake ni zipi? Tutaweza kujuzana kwa siku hii ya leo. Wako ambao wanapiga miezi miwili, mitatu, mitano, mwaka, shuka ni lile lile. Tutaweza kufahamu zaidi kwa siku hii ya leo kwamba faida kubadilisha shuka kila baada ya siku 7. Tutaweza kujadili vyema kabisa kwa siku hii ya leo. Moja kwa moja nimeshakamata gazeti la Mwananchi Tanzania hapa. Habari inasema vugu mapendekezo ya kugawa majimbo. Kilio cha maumivu, wananchi wapingana na mapendekezo ya kamati za RCC, walalamikia kuongezeka kwa gharama, wasema wingi wa wabunge sio maendeleo. Bariki undani zaidi unapata ukurasa wa 6 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Gharama, kilio cha wananchi ni kuwa kuongeza majimbo kutaongeza gharama za uendeshaji wa shughuli za bunge, wakati jamii bado inahitaji kupata huduma bora. Wanachotaka, wanapendekeza bajeti kwa ajili ya kuongeza wabunge zipelekwe kupunguza kero na kuongeza ufanisi kwenye miradi ya barabara, patikanaji maji safi na salama, afya na elimu hasa ya ufundi. Hii ni baada ya majimbo kuongezwa. Wengine wamekuwa wakipinga hili kwamba kuongezwa kwa wabunge kwa wengi sio chanzo cha maendeleo. Ipo hivyo moja kwa moja, habari hii utaipata kurasa wa 6 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Habari nyingine inasema dhahabu ya mamilioni ya naswa ikitoroshwa. Ni kutokea Geita kule ambapo jeshi la polisi mkoani Geita linawashikilia watu 3 kwa tuhuma za kukutwa wakisafirisha dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 749 kwa njia ya magendo. Bariki undani zaidi unaipata ukurasa wa 2 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Habari nyingine nasema vigogo 9 waburutwa baraza la maadili. Vigogo 9 waburutwa baraza la maadili. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 5 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Habari iliyosalia ni ya faida kubadilisha shuka kila baada ya siku 7. Tutaweza kuijadili moja kwa moja pale mwishoni. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, lakini mkumbushe jirani yako, rafiki yako. Kipindi hewani ni Chai na Maisha. Moja kwa moja nikianza na maisha ambayo yanapatikana katika gazeti la Mwanahalisi. Tukumbuke tu leo tarehe 27, siku ni Alhamisi. Mbowe amvuruga Lissu. Mbowe amvuruga Lissu. Hii ni ukurasa wa 2. Lakini Shibuda Mpina wana jambo lao. Shibuda Mpina wana jambo lao. Mwenyekiti mstaafu wa baraza la vyama siasa John Shibuda na mbunge wa jimbo la Kisesa CCM Luhaga Mpina wana jambo lao baada ya kufanya kikao kizito. Hii ni ukurasa wa 8. Lakini ukurasa wa 10 na wa 11, Chadema umejifunza nini kutoka kwa Raila? Chadema umejifunza nini kutoka kwa Raila? Lakini ukurasa wa 6, msajili amlima barua makala. Msajili amlima barua makala. Hii ni ukurasa wa 6. Lakini nukuya kwake hapa anasema, sasa ndugu yangu, unataka mimi ni kuambie kilichomo kwenye barua ambayo si yako. Tusubiri majibu yake ndipo hatua zaidi zifuate. Ninazo habari za kuaminika kuwa Chadema wanachangisha fedha kwa ajili ya kwenda kununua virusi vya Ebola na Mpox. Hii ni ukurasa wa 6 gazeti hili la Mwanahalisi
Lakini tukigeuza gazeti hili nyuma, tunaona habari za michezo. Ni mtihani mgumu kwa Harris, mtihani mgumu kwa Harris. Hii ni ukurasa wa 8. Lakini ameandika kabla ya maamuzi ya bodi ya ligi yajatolewa kama alivyoshauri Mguto, waziri amewaita kikao kujadili swala hilo. Hiyo ni kutoka kwa Profesa Palamagamba Kabudi. Nikitia nukta kwenye gazeti hili la Mwanahalisi, nikienda kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ni Janabi ajinadi kurithi mikoba ya Ndugulile kwa mambo matatu. Hii ni ukurasa wa 18. Lakini ukurasa wa 3 umeweza kuandika watatu waongezwa katika kesi ya jengo lililoanguka Kariakoo. Watatu waongezwa katika kesi ya jengo la Kariakoo. Lakini ukurasa wa 7 ameweza kuandika mvutano mirathi ya Mfugale wahakikishwa mahakamani kwa rufani. Ukurasa wa 7, walimu wabainika kudanganya malipo yao ya likizo. Hiyo ni ukurasa wa 7. Lakini habari kubwa, kila jimbo lina utitiri wa tiania Chadema. Nipashe imebaini kwa wastani kila jimbo la uchaguzi katika kada 8 za Chadema lina watiania 4 hadi 8. Baadhi walishawasilisha majina ya uongozi tangu mwaka 2023. Lakini ni kweli kwamba kabla ya chama chetu kuja na uamuzi huu, wengi sana walikuwa wameshaanza kutia nia. Kwa mfano, katika kanda yangu ya Serengeti tuna majimbo 23. Kote huko kulikuwa na watiania kuanzia 4 na kuendelea katika nafasi ya ubunge pekee. Lakini 95% wamekubaliana na wanamsimamo wa chama cha sasa. Hiyo ni nukuu ya kwake mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Tukiangalia, hiyo ni ukurasa wa 2. Lakini ukurasa wa 8, vigogo 9 kikaangoni baraza la maadili. Vigogo 9 vikaangoni kwa ajili ya baraza la maadili. Hii ni ukurasa wa 8. Ukurasa wa 5, wasomi majimbo mapya ni mzigo kwa wananchi. Wasomi majimbo mapya ni mzigo kwa wananchi. Nukuu ya kwake Askofu Benson Bagonza, tunagawa majimbo ili kuwagawiana vyeo na kuachiana nafasi, kuepusha ushindani wa kisiasa, kukosekana kwa vyanzo vipya vya mapato. Suluhu yake ni kupunguza matumizi ya serikali. Hiyo ni nukuu ya kwake Askofu Benson. Lakini nukuu ya kwake Hashim Rungwe ameweza kusema kugawa majimbo hakupaswi kuwa jambo la muda mfupi kama inavyofanyika. Wangewauliza wananchi wajue nini wanataka kiboreshwe na si kuwaongezea wabunge. Lakini Profesa Haji Semboja ameweza kusema ziko gharama zitakazoongezeka na kuwa na mbunge vitendea kazi vyake vya maana ya ofisi, magari na msaidizi wa mgawanyo wa majimbo unapaswa kuzingatiwa vigezo. Hiyo ni ukurasa wa 5. Lakini ukurasa wa 3, hoja 10 nzito zatarajiwa kutua mezani kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni hoja 10 nzito zatarajiwa kutua mezani kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tukigeuza nyuma upande wa 2 kwenye gazeti hili la Nipashe ameweza kuandika Taifa Stars uzoefu umeibeba Morocco. Taifa Stars uzoefu umeibeba Morocco. Lakini Simba hii tunavuka, Yanga yaandaa dozi. Nimetia nukta kwa siku hii leo. Sawa, nipo na Mwana Sport katika michezo na burudani. Habari kubwa inasema Yanga kutibua kikao. Angalizo, kuna mambo mawili ya msingi ya kuzingatia katika kikao hiki. Kwanza ni kikao cha waamuzi ikiwa Yanga hawajapeleka suala hilo CAS. Habari hii kiundani zaidi nipata kurasa wa 2 katika gazeti hili la Mwana Sport katika michezo na burudani. Leo kuna kikao kizito kati ya uongozi wa Simba pamoja na uongozi wa Yanga kwa ajili ya kujadili kile ambacho kipo kwa hivi sasa kwenye soka kutokana na ile Simba kugomea kwenda uwanjani. Kwa hiyo Kenya na Zimbabwe zilifungiwa na FIFA kufuatia serikali kuingilia masuala ya soka. Na nchi ikifungiwa inapoteza pia misaada kutoka FIFA na waamuzi kuzuia pia kwenda kimataifa. Kwa hiyo wanazuia kwenda kimataifa kule. Kwa hiyo ipo hivyo. Moja kwa moja tusubiri kile ambacho atazungumza alafu tuweze kufahamu kwamba ni kipi atakueleza kukijadili
kwa siku hii ya leo. Lakini habari nyingine inasema Simba yatanguliza 6 Misri. Simba yatanguliza 6 Misri. Lakini habari nyingine inasema Morrison itakuwa aibu bado sana pamoja na kuanza mazoezi rasmi na wenzake, lakini ataendelea kuwa nje. Ipo hivyo moja kwa moja. Habari hii kiundani zaidi unaipata ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Lakini habari nyingine inasema dawa ya mabao ya utata. Dawa ya mabao ya utata, ikionyesha hapa baadhi ya picha kwamba kuna kifaa kitakuwa kinafungwa kwenye eneo la goalkeeper pale. Okay. Kwa hiyo hapa inaonyesha kabisa kuhusiana na swala hilo. Akifunga kuna yale mabao ya utata, basi yatakuwa yameweza kuisha kwa namna hiyo. Okay. Habari nyingine nasema mtihani mzito Coastal Union. Mtihani mzito Coastal Union. Habari hii kiundani zaidi unaipata ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Kombe la FA leo Simba takipiga na Big Man majira saa 10 jioni katika dimba la KMC. Kwa hivyo moja kwa moja nikitizama hapa kurasa za nyuma, habari kubwa kwenye kurasa za nyuma hapa inasema Man United inapiga ndefu kwenda mbele. Ni 40 mabao ambayo Man United imeruhusu msimu huu ikifunga 37. Lakini La Liga leo Barcelona takipiga na Osasuna majira ya saa 5 kamili usiku katika dimba la Olympic. Nimetia nukta hapa kwenye gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Moja kwa moja mtazamaji, tutaelekea kwenye mada hapa, lakini nikwambie tu kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe mwanafamilia wa Gift Online TV. Kwa siku ya leo tutajadili mada inayosema faida kubadilisha shuka kila baada ya siku 7. Habari hii kiundani zaidi unapata ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Nije kwako Esther, unabadilisha kila baada ya muda gani? Kila baada ya siku 3. Itakuwaje na uhakika siku 3 sio mwezi kweli? Twende. Sasa kwamba mtu unasema kwa kuwa tu nikifika nyumbani nguo sio chafu ya 2-3. Hapana, yani usafi lazima. Hata kama hata kama uko mwenyewe, hata kama sio kwamba mtu anachafua nguo zako ni safi, lakini usafi wako binafsi ni muhimu kuliko wa mtu mwingine. Kuna director wangu hapa alikuwa anazungumza, akasema kwamba kuna muda ukifika tu unakuwa swala la usafi sio la kwako. Kwa hiyo yule mtu nilijaribu kufikiria yule mtu wa usafi endapo asipokuwepo kwenye miezi miwili anaweza kafuatilia hivi. Ndio maana halisi. Mtu wa usafi akiwa hayupo, yeye anapiga miezi yake 3. Sawa, tuweze kujadili habari hii kiundani zaidi, inapatikana ukurasa wa 3. Mimi siwezi nikasema kwamba nabadilisha kwa muda gani. Basi wewe ni mwaka. Habari hii inapatikana ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Inasema faida kubadilisha shuka kila baada ya siku 7 hizi. Okay. Naanza kunukuu. Kufua shuka mpaka nione linabadilika rangi, kitu pekee ninachoheshimu ni foronya ya mto hiyo baada ya siku kadhaa kuwa na hisi inatoa harufu kwa kuwa huchafuka haraka kuliko shuka. Hiyo ni kauli ya kijana Omari Juma akieleza anabadilisha shuka baada ya siku ngapi. Okay. Bado naendelea kunukuu. Nakumbuka nikiwa shule tulilalia mashuka mpaka siku kifua unalala usingizi mzuri kwa kuwa unaona hata hewa inabadilika. Mwisho kunukuu. Anasema Omari mwenye umri wa miaka 28. Ni miongoni mwa vijana na wasiooa maarufu mabachela ambao wamezoea kulalia mashuka na mito kwa muda mrefu pasipo kufua, na hata hivyo wataalamu wa afya wanasema ni muhimu kufua na kupiga pasi mashuka kila baada ya wiki moja. Okay. Na utafiti uliofanyika na kampuni ya vitanda ya Marekani ya Amerisleep umebaini kuwa foronya isiyofuliwa kwa wiki moja ina takriban bakteria milioni 3 kwa kila nchi ya mraba, takriban mara 17 zaidi ya bakteria waliopo kwenye sinki la choo. Kwa hiyo shuka lina bakteria kuliko choo. Ile foronya ile. Okay. Zaidi ya choo, wale bakteria wako chooni. Na baadhi ya wanaume waliozungumza na gazeti hili la Mwananchi walisema wamekuwa na mazoea ya kulalia shuka mpaka wahisi linatoa harufu au linabadilika rangi ndipo walifue. Abu Kizigo mwenye umri wa miaka 30 anasema amekuwa akipitisha hata wiki 2 bila kufua shuka na wakati mwingine hulitoa baada ya kuona limechafuka. Na Juma Abdalla mwenye umri wa miaka 26 anasema na nukuu,
Hakuna kitu kinatesa kama kufua shuka. Nikililalia nikiwa na jasho tu ninalifua, lakini inategemea wiki 1.5 hivi au 2. Mimi kufua sio shida, kuanua nguo kipengele sana. Mwisho wa kunukuu. Hali ni tofauti na wanawake ambao hawajaolewa, ambao wanasema wamekuwa wakilalia shuka kwa siku 2 hadi 3 ndipo huzifua. Naona ni wewe ni mmoja hapo. Na Jamila Ali mwenye umri wa miaka 45 anasema ana utaratibu wa kubadilisha shuka kila baada ya wiki 1. Ingawa mwenza wake anaishi mbali, akirudi nyumbani huyatoa kila baada ya siku 3. Okay. Na kwa mujibu wa Dr. Isaya Mhando, utafiti mzuri ni kubadilisha shuka kila baada ya wiki 1 kwa kuwa tayari huwa limechafuka kwa jasho na takataka zingine za mwilini, hata kama mhusika anaona bado ni safi. Na Dr. Mhando ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi anasema kufua shuka ni jambo binafsi na wengi wamekuwa wakilipuuzia. Ni kama kufua soksi na boxer kwa wanaume. Cha msingi liwe kavu na safi wakati wa baridi na joto. Kuna watu hutokwa na jasho, lazima libadilishwe, na hakikisha unapolifua lipige pasi. Okay. Na tafiti hapa nikimalizia anasema jambo la kuogofya kuhusu kitanda chako ni kwamba kuna mamilioni ya bakteria, fungus, wadudu na virusi ambao wanakuwa sehemu yenye joto palipojaa jasho au mate, na chembechembe za ngozi zilizokufa na ndio chakula chao vidudu hivyo na mabaki yake. Kwa hivyo moja kwa moja na mazingira hayo yana athari za kiafya kwa watu wenye ugonjwa wa kupumua, hasa pumu na maambukizi kwenye pua. Nitia nukta hapa kionyesha, yani niweze kumuonyesha mtazamaji picha. Picha hapa imeonyeshwa kuhusiana na kitanda. Okay. Kwamba kitanda chenyewe kimevuruga hichi, umeona? Sasa hapo umeweza kuzungumza kuhusiana na wanaume, umetolewa mfano kufua socks, kufua box. Sasa swali langu ni kwamba na wewe ni mmoja wa hao wanaume. Mimi ni mwanaume pia. Ni kwa nini mtolewe mfano wanaume kufua socks na boxer? Socks hata mwanamke anavaa, boxer sawa mwanaume anavaa. Lakini 100% ni ya nani kuvaa socks? Kuvaa socks. Socks mwanaume pia. Lakini hapo amezungumzia mwanaume, hajazungumzia mwanamke kuvaa socks. Amezungumzia mwanamke. Sasa swali linarudi kwako. Kwa nini? Kwamba kuna swala la kubadilisha. Sina uelewa. Unajua kitu kingine huo kinakuwepo kama mazoea, sijui niseme hivi. Wewe mazoea yako yakoje kwenye ufuaji wa shuka, socks na boxer? Yani unajua kuna tofauti kati ya kufua shuka na boxer. Okay. Boxer unaenda kuoga unabadilisha, si ndio hivyo? Okay. Lakini shuka unaweza kupiga siku 7. Sasa ndugu yangu ukae siku 7 hujaoga, ni hatari. Wewe unafua shuka baada ya muda gani? Shuka nilikwambia pale kwamba sitaweza kutaja. Hapana, lazima uzungumze. Mbona mimi umezungumza nikataja? Mimi at least siku 4 hivi. So kweli. Mpaka ukatae kutaja mara ya kwanza. Siku 4. Hapo au ni miezi 4 au wiki 4 5. So kweli na uhakika huo, maana ingekuwa ni kweli nilivyokuuliza mara ya kwanza ungenijibu. Ni 4 au 5 hivi, yani sio 3 au 2. Ila tumeambiwa uzuri kwamba tumeambiwa baada ya siku 7. Kwa hiyo unapiga wiki mimi wiki 4 ni hatari. Lakini utafiti unaonyesha kwamba hapa miongoni mwa vitu ambavyo vinafuliwa sana ni ile foronya. Kwa hiyo shuka uhangaiki unahangaika na foronya. Watu naona ile foronya ile kidogo ipo kwa watu wengi sana. Hata watazamaji hapa nadhani watakuwa wameelewa kuhusiana na swala la foronya. Foronya huwa inafuliwa sana mara kwa mara kuliko shuka. Sasa sijajua labda ni uvivu au ni nini. Okay. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo, lakini wewe ambao umekwisha kututazama, fuatilia, fanya utafiti kuhusiana na shuka lako pamoja na foronya yako. Usiache wiki 2, wiki 3, at least siku 7 tu kwa utafiti unavyoonyesha, ili uweze kufanya usafi wa maisha yako binafsi na kwa watu wengine. Hii ni Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo. Endelea kutufuatilia, kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Kutakia tu siku njema.